Mfahamu vizuri kocha mpya wa Yanga na mafanikio yake ambayo ameweza kuyapata katika karia yake ya soka. Kwanza, kwa jina lake anaitwa Pedro Vladimir Sose Gonçalves. Alizaliwa tarehe 7 Februari mwaka 1976 mjini Lisbon, Ureno. Ni kocha wa soka mwenye uzoefu mkubwa aliyewahi kufanya kazi katika klabu mbalimbali za Ureno kama vile Amola FC na Sporting CP, ambako alisaidia kukuza wachezaji wengi chipukizi. Lakini mwaka 2015 alihamia Angola na kufanya kazi na klabu ya Primeiro de Agosto kabla ya kuteuliwa kuwa kocha wa timu ya taifa ya vijana, yani chini ya miaka 17 under 17. Chini ya uongozi wake, timu hiyo ilifanikiwa kufuzu kwa mara ya kwanza katika historia ya Angola kushiriki kombe la dunia la wachezaji wa under 20, jambo lililoimarisha jina lake katika soka la Afrika. Lakini mwaka 2019 Gonçalves aliteuliwa kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Angola ambayo inajulikana kama Palancas Negras. Ameiwezesha timu hiyo kucheza soka la kisasa na kupata mafanikio makubwa, ikiwemo ushindi wa historia dhidi ya Ghana. Anajulikana kwa nidhamu, ubunifu na uwezo wa kukuza wachezaji wenye vipaji barani Afrika. Hii ndio historia fupi ya kocha mpya wa klabu ya Yanga, Pedro, ambaye ameweza kutambulishwa siku za hivi karibuni kuna klabu ya Yanga kuja kuchukua mikoba ya yule ambaye aliweza kuondoka Romain Folz, ambapo kwa kipindi cha takriban wiki kadhaa amekuwa hawana kocha, huku tetesi zikiwa nyingi kuhusiana na makocha ambao wanataka kuja kuinoa timu hiyo. Lakini kwa historia ya kocha huyu Pedro, basi inaonyesha kabisa ni kocha ambaye ni kocha mafanikio, hivyo Yanga wawe na imani ya kuweza kufanikiwa zaidi kwenye makombe tofauti ambayo wanashiriki au kwenye michuano tofauti ambayo wanashiriki. Hivyo inatawalazishia kuweza kupata mafanikio hayo chini ya kocha huyu ambaye ana historia nyingi zaidi toka hapo alipoingia bara la Afrika mwaka 2015 na kufundisha timu za huko Angola, ambako aliweza kusoma uzoefu wa timu za Afrika na hivyo kumlazishia kabisa kuweza kuzijua. Yote haya yameweza kutokea baada ya Romain Folz kuonekana kutokubalika na mashabiki, lakini pia na wadau wa soka wa hapa Tanzania, na kudai kwamba alikuwa anatuadumaza wachezaji na kufanya wachezaji waonekane hawana nguvu, hawana uwezo. Hivyo kocha huyo kwenye mchezo wao ambao walicheza Yanga dhidi ya Silver Strikers, kocha huyo alikuwa jukwani akiwaangalia na kuwasoma wachezaji hao jinsi wanavyocheza. Hivyo muda wote baada ya kutangaza ataanza kazi hiyo ya kuweza kukinoa kikosi hicho cha Twiga na Jangwani.